Sana. Wapendwa, na mtukuza Mwenyezi Mungu aliye hai ambaye ametutengenezea nafasi siku ya leo. Naitwa Pastor Goro Isaiah na hudumu katika Bahati Ministries Kayole. Na kabla tujafanya jambo lolote, wapendwa, tungependelea tuombe na tumtukuze Mwenyezi Mungu, sababu yale ambayo tunaenda kuyatenda siku ya leo sio nguvu zetu, lakini ni neema na ni rehema zake Kristo Yesu aliye hai, mwana wa Mungu. Ninakutukuza Jehova, asante kwa kutengeneza nafasi kama ya leo, siku ya leo. Baba, ni asante kwa kutupatia ufunuo kuhusu hizi ndoto ambazo ndakusema. Baba, onekana ukatupatie maono ya kindani katika jina la Yesu Kristo nimepata kumara kwa mimi. Amen. Wapendwa, leo ninaenda kunena nawe kuhusu aina 5 za ndoto ambazo ukipata ama ukiziona unajua wazi ya kwamba kuna mtu ama kuna watu wanakuendea kwa uganga ama kwa washirikina. Kuna watu wako na tabia kama hizo za kuendea wengine kwa waganga ama washirikina. Anaona unaenda vizuri kimaisha, haimfurahishi, inamkera roho. Anaona akushike miguu usisonge. Mungu ni mwema. Wakati unapolala anakupa ndoto. Kumbuka Yusufu, kile ambacho kilifanya uhasama uwe kati yake na mandugu zake, hata wakamuuza, ilikuwa ni kuhusu ndoto. Ninaanza ndoto ya kwanza. Ukiota unakimbizwa na wanyama wakali, wanyama wakali kama simba, nyoka au nyuki au ng'ombe, au unakimbizwa na chui, ujue ya kwamba katika ulimwengu wa kirohoni kuna watu ama mtu ameenda kwa waganga ama washirikina, wanaharibu maisha yako au ya watoto wako, au biashara yako inaharibiwa, au ndoa yako inaharibiwa. Kumaanisha wanataka kila kitu katika maisha yako isambaratike. Wanataka uwe katika hali ya uchochole, ile hali ya hohehae. Ukiona ndoto kama hii, baada ya masimulizi haya ambayo nakupatia leo, nitakupa suluhisho vile ufanye. Nitakupa dawa vile utakavyofanya, ya kimaombi vile utakavyofanya. Lakini kitu cha muhimu ujue ya kwamba unatafutwa katika ulimwengu wa kirohoni. Ukiona wanakukimbiza, simba na kukimbiza, wanatafuta hata kama ni mtu katika nyumba yako ama watoto wako. Mwingine maisha yake ataipotee, wengine wageuke wazimu. Hiyo mimba ulio nayo dadangu, wanataka hata itoke, isemekane fulani alikuwa na mimba na akapata miscarriage, kumaanisha kwamba ndoa ilitoka. Kumbe kuna watu walikuwa nafanya mambo yao. Hiyo ni ndoto ya kwanza nimeelezea. Ndoto ya pili, unaona kwa usingizi unakula, kuna chakula unakula. Kuna wengine wamekulishwa kwenye usingizi mpaka anapoamka anasikia tumbo limejaa, anasikia ni kama ako na constipation. Hakula vyakula tofauti. Jana alikula tu chakula chake cha kawaida, lakini kumbe alikulishwa chakula fulani. Hii ni kumaanisha unapewa magonjwa iingie katika system yako, uanze kuteswa. Katika ulimwengu wa kirohoni walienda wakaamsha majini, mapepo yakaanza kukuingia. Kumbuka mdomo ni kama ni mlango, wakaingiza katika ile mlango iingie iweze kukutesa, kukusumbua katika maisha yako.
kuna mengine magonjwa watu wamekulishwa usingizini, leo wanaenda hospitali hii, wanaenda hospitali ile, haitibiki, mpaka mtu anabaki katika hali ya umasikini, pesa zimeisha zote. Ulikulishwa ulipokuwa unalala, kumaanisha walikuwa nataka ya kwamba hizo hela ulizo nazo ama chochote ulicho nacho kiharibike, ubaki katika hali mkono mtupu ambao hautalambwa. Leo tunaenda kuzikataa. Tuanze na wewe. Kataa ya kwamba sitakulishwa tena katika usingizi, sitakulishwa vyakula vya mashetani katika usingizi. Nimesema baada ya masimulizi haya nitakupa vile utakavyofanya. Enda tu kwa comment section useme tu amen, na pia uweze kulike na kushare na kusubscribe kwa hii channel. La tatu, ukiona ndoto uko shule ya msingi, uko katika shule ya msingi bahali ulianzia, wengine unaona uko kwa chekechea, wakati bado kwa chekechea, kumaanisha unarudishwa kule ulitoka. Unaona umevalishwa hata sare za shule, school uniform zile za primary, pale ulitoka unarudishwa nyuma. Wameamua maadui, wameenda kwa washirikina, wameenda kwa wachawi na waganga wakurudishe nyuma. Leo tunakataa katika uwezo wake Bwana Yesu Kristo. Bible inasema katika Zaburi 119 verse 105 ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Kwa hivyo mwambie Bwana, kuanzia leo neno lako liwe taa ya miguu yangu. Hakuna pale watanipeleka kwa giza niweze kuteseka kwa magonjwa ambao wao wenyewe wananiletea, ati nirudishwe kimaisha chini, nirudi nyuma, biashara yangu inasonga. Kataa katika jina la Yesu Kristo. Ndoto la 4. Kumbuka, kabla sijasema ndoto ya 4, hii kurudishwa nyuma ni kwamba unakwama. Spirit ya stagnation, procrastination, spirit za roundabout, ndio hiyo unaonyeshwa kwamba uko primary school. Ndoto ya 4, ukionyeshwa ya kwamba unaokota mashilingi au unaokota noti ambayo imechakaa, ujue unaletewa umasikini. Mashilingi mara nyingi tunaona masikini ama hao watu omba kwa barabara wakiwa na mibakuli, na hizo mibakuli mara nyingi watu wanawapatia coins, wanawekea coins. Kwa hiyo unapoona hizo coins ndio unaokota, kumaanisha umewekwa katika hali ya umasikini. Wewe usisonge mbele, ukae hapo, uteseke hapo, usiwe katika hali ya kusonga. Hii ni Mwenyezi Mungu haja kuweka katika hii hali, ni shetani ametumia washirikina, wachawi, watu walio na wivu, watu ambao hawakutaki mema. Wale wanataka ya kwamba wewe ulisonga mbele lakini hautasonga, watakushika miguu. Wanakushika miguu, wanasema lazima pia wewe uteseke kama sisi. Mara nyingi hawataki ati pengine wakikurudisha nyuma wawe mbele yako. Wengine wanataka uwe tu kama wao, na wengine pia wanataka ubaki pale na wao waende nyuma, kumaanisha wamebadilisha nyota yako, wakakurudishia umasikini, uchochole, dhiki, shida, mateso. Leo tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Isaiah 45, ukiomba tumia Isaiah 45, useme ya kwamba Bwana, unishikilie mkono wa kuume vile ulivyoshikilia mfalme Kurosi, wewe uliyemuita wewe mwenyewe Mwenyezi Mungu. Na leo hata milima iliyo mbele yangu Baba ukayatandaze. Bible inasema ya kwamba katika kitabu cha Zekaria 4 verse 6 ya kwamba hata kama dhiki na shida za Zerubabeli ni mikubwa kama milima, lakini mimi Jehova nitazitandaza ziwe tambarare.
Mwambie Jehova, leo ninakataa hii ambayo ninalazimishwa nao, ninakataa leo. Hizi shida ambazo zimekuwa kama milima. Milima ni vitu watu wanaona, ukitembea wanaziona, uchochole, shida, dhiki zako wanaziona. Leo tunazikataa. Leo tu ongea na Mwenyezi Mungu, mwambie Bwana, asante, umenifunulia, ninachukua hizi coins, lakini leo nina cancel katika jina la Yesu. Imeandikwa katika the book of Colossians 2:14, aliyavuta yale yote yaliyoandikwa. Wameandika usiku ukilala, leo umeamka, kataa katika jina la Yesu Kristo. Isaiah 54:17, no weapon fashioned against you shall prosper. Hakuna silaha yoyote iliyotengenezwa dhidi yako ambacho kitafaulu. Tunasema hazitafaulu, tutazivunja vunja katika jina la Yesu Kristo. Kuna ndoto la mwisho, sababu nilisema ndoto 5. Ni kwamba unajaribu, unaona unakimbia kwenye usingizi, lakini unasikia kuna kitu kinakushika miguu, hauwezi songa, hauwezi enda. Na hata kama unaenda kwa nguvu, kuna kitu, force fulani ambao huwezi kuelezea, imekushika miguu, hauwezi kusonga. Hiyo inakuonyesha wazi kuna mtu, kuna watu ambao hawataki usonge kimaisha. Biashara yako ikwame, watoto wako masomo isambaratike, ifike kiwango hata huwezi kulipa renti yako, umeshikwa miguu. Kumbuka washirikina wanatambua vile imeandikwa katika the book of Joshua 1:5 ya kwamba popote utakapokanyaga nitakupa position. Kwa hivyo wao pia wanajua, shetani pia anajua maandiko matakatifu. Anajua akikushika miguu hakuna pale utasonga. Kazi hautapata, au ukipata promotion hautasonga. Ndoa hautapata, na ukipata utakuwa na shida na dhiki katika ile ndoa. Mimba hatakubali upate, na ukipata huyo mtoto itafika mpaka pale unaanza kulia, mtoto wangu alitoka, mimba ilitoka ikiwa na miezi 3. Nyingine tena ikakuja ikatoka na miezi 6. Kumaanisha miguu ilishikwa, ilikamatwa katika ulimwengu wa kirohoni. Nilijaribu sana hata masomo yangu, nikienda tu kugraduate hivi, lecturer anasema kuna shida fulani, ninaanza tena, pesa tena zinakosa, unadifaa. Kumaanisha miguu ilishikwa, miguu ilishikwa. Biashara unafungua, unashangaa ya kwamba kwa hiyo biashara moto hujui ilitokea wapi. Wewe unaitwa nyakati za usiku ya kwamba bali mnafanyia kazi nyumba yako imechomeka. Kumaanisha miguu ilishikwa, ilipangiwa ishikwe. Hizi vitu ambazo calamities huwezi kuexplain, miguu ilishikwa. Magonjwa zinaingia, huwezi kuexplain, miguu ilishikwa ili ubaki katika ile hali ya shida. Leo ninakupa dawa. Dawa ni hivi: unapoomba tumia Isaiah 54:17, no weapon fashioned against me shall prosper. Ambia tu Mwenyezi Mungu hata sasa hivi vile tunavyoongea na wewe, anza tu kwenda kwa magoti useme, enyewe nimekuwa nikiota ndoto kama hizi, na kumbe kuna shida ya katika ulimwengu wa kirohoni. Leo ninakataa, na nimesikia neno la Bwana kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Leo ninaenda na Bwana atazikansel kupitia kwa Colossians 2:14. Imeandikwa katika Isaiah 22:25 kwamba siku hiyo msumari uliopigiliwa, ulioshindiliwa kwa nguvu kitang'olewa. Tunazing'oa leo katika jina la Yesu Kristo zile zote ambazo waliushindilia wakati unapolala, wakati hata ukiwa kwenu. Yeremia akaambiwa katika kitabu cha Yeremia, nilikuchagua ukiwa utumboni mwa mama yako. Bwana alikuchagua, na huyo kuchaguliwa shetani hapendi, lakini Bwana bado anajibu katika Yeremia 29:11 ya kwamba mipango nilio nayo juu yako ni mipango mizuri. Mungu anakutakia mambo
mambo mazuri, usikwame, biashara isonge, watoto wako wasome. Mwambie Jehova, imeandikwa katika Jeremiah 29:11 na kwamba mipango ulionayo juu yangu ni mipango mizuri. Hii ya shetani nina cancel kwa damu ya Yesu Kristo. Tuombe nawe mpendwa. Jina lako linaitwa Ebenezer, Adonai El Gibor, Jehova Shalom. Asante kwa kutupatia wakati wa kueleza na kunena neno lako. Jina lako limidiwe, Simba wa Yuda, katika jina la Yesu Kristo nimepata kumana kwa mimi. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi kwa majina naitwa Pastor Goro Isaiah. Ukitaka kuwasiliana nami, nambari zangu ni 0733 79 49 10. Narudia, nambari zangu ni 0733 79 49 10. Namba nyingine ni 0707 705376. Narudia, namba nyingine ni 0707 705376. Bwana akubariki, akuinue, akutetee, akushindanie wakati wote. Amen.